Asifiwe Bwana wa mabwana. Haya, leo tena ni siku ya 4 mfululizo. Tangia siku ya Alhamisi ujumbe wa Mungu umekuwa mahara hapa. Watu tofauti wamesimama katika uwanja huu kwa kusudi maalum ya kutangaza na kueneza habari njema ya ufalme. Na nisina budi kusimama jioni ya leo ili nilete neno la Mungu kwa kifupi sana. Maana kusudi kubwa la Mungu kutuita, kusudi la Bwana kuokoa, kusudi la Bwana kumtuma Yesu Kristo, kusudi la Yesu Kristo kuleta maneno haya tulio nayo, kusudi ya Yesu Kristo kuleta mwito wa kila mmoja, ya kwamba wamama waokolewe, wazee waume wote waokolewe, vijana watoto na hata nao wafikie wokovu. Kusudi ni ya kwamba tuwalete watu kwa Mungu. Maana Yesu alisema hivi alipokuwa kipaa mbinguni. Ujumbe wa mwisho ulikuwa huu, kwamba enendeni duniani kote mkawafanya watu kuwa wafuasi wangu, kwa kufundisha na kuwafanya wakae katika imani hata mwisho wa dahari. Bwana lisifiwe. Hilo ndilo kusudi la Mungu. Jioni ya leo kabla anga haijabadilika, nataka kuleta habari fupi sana, nikuonyeshe madhara na hatari ya dhambi. Maana Biblia inasema hivi, kizo hata kwa kila kabila au tabaka. Nimesema kwamba nataka kutangaza hatari ya dhambi. Mithali imesema hivyo, kwamba hata dhambi husababisha aibu. Na dhambi si aibu peke yake. Na Biblia inasema hivi katika Warumi 6:23, kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Mtu wa Munyaka ninakwambia hivi, kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Bwana ni uzima wa milele. Dhambi ni hatari sana, mtu wa Munyaka. Hatari sana. Wewe unayenisikiza jioni ya leo, maana hakuna kinachosababisha mauti kama dhambi. Maana mshahara wa dhambi ni mauti. Walio na mazoea ya dhambi, ambao wanaishi katika dhambi miaka yao, maisha yao, kinachojitokeza mwisho ni mauti kwa huyo mtu. Maana mshahara wa dhambi ni mauti. Jina la Bwana lisifiwe. Mshahara wa dhambi ni mauti. Nikwambie jioni ya leo, mshahara wa dhambi ni mauti. Ni lazima kufahamu, ni lazima kujua siri ya kuepukana na dhambi. Maana ukiepuka dhambi utaepuka mauti. Maana usipoepuka dhambi, mwisho ni mauti. Dhambi zinasababisha mauti nyingi. Dhambi zinasababisha
watu wengi kuingia makaburini na wehia dhambi na wehia dhambi huleta mauti. Bwana litukuze. Dakika 15 kukuambia wa dhambi ni mauti. Watu wengine hawafi kwa sababu ni wakongwe. Hata wengine hawakufi kwa sababu ya magonjwa. Wakati Adamu na Hawa walikula kifo, inasema walipoambiwa wasile kile ambacho waliambiwa na Mungu, wao wakala, basi kifo kikatokea, wakaanza kufa. Adamu na Hawa kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Bwana linasema kutoka wakati ule, kwa sababu ya dhambi ya Hawa na Adamu, kifo kinatamalaki. Hivyo mshahara wa dhambi ni mauti. Sikiza neno la Mungu. Wakati wa Nuhu walikuwa wanaasi, uovu unaongezeka. Wakati ambapo tuliko uovu ukakuwa mwingi, uovu mwingi baada ya siku chache kukatokea uovu mpya, halafu dhambi ikaongezeka. Bwana linasema Mungu akaweza kubaliza wakafa. Hala wa dhambi maafa. Jina la tatu, haleluya, nyakati za kale katokea kifo Sodoma na Gomora waingia katika uasi, wakaasi, uasi ambao unakawa kuna uovu ukaongezeka, nasema wakati ule Sodoma na Gomora kuchukua bibi ya wenyewe ni jambo kubwa. Kuoana kwa waume, wakati wa kwanza waume kuoa waume, ilifanyika Sodoma na Gomora, kwa wake Bwana machukizo ya Bwana ikaweza kuinuka, hasira za Mungu zikawaka, wairuaga hiyo kilichotokea kile chaume lile ni hasira za Bwana, nikorakara kwa gari Sodoma na Gomora ikateketezwa kwa moto, nina mwaki. Mshahara wa dhambi ni mauti, mshahara wa mehia negativu. Watu wa Sodoma wakafa, watu wa Sodoma na Gomora wakafa kwa sababu ya dhambi zao, wa mehia mao. Nikwambie mtu wa Munyaka, wewe modo wa Munyaka, wewe ambao unaendelea na dhambi, wewe radhi na mbele na kuhia kiugo-ini wa Ayubu kiugaga atiriri, neno katika Ayubu inasema ngĩkorwo nĩ ũiguagĩra waganu kwamba hata kama analehemu uovu, ona ngĩkorwo nĩ ũiguagĩra waganu kama analehemu uovu, ukauhithaga rungu rwa rũrĩmĩ, alafu unauficha chini ya ulimi nĩgetha ndũkae kuonekana, ya kwamba usionekane. Ngai kiugaga, Bwana anasema waganu ũcio ũrekũrũrĩra utakuwa kama uchungu, kwa sababu utaleta maafa. Vijana wengi wako katika makaburi kwa sababu ya kuasi. Mtu anajifanya kuwa ni mwizi, ng'ombe hawatalala kwa amani, hawatalala kwa amani kama kule kwetu Kenyatta.
Kana moja aliiba kondoo. Alizoea kuiba kondoo moja, akaiba akaweka kwenye nyumba yake. Akaenda kwenye klabu kukunywa. Alafu kondoo akapiga sauti. Akaitana. Kwa sababu mshahara wa ukienda kuangalia ukapata ni akatolewa kwenye mshahara wa dhambi. Wengine wanaoimba hapa unagojewa na maafa na kutazama kwa dirisha ya sitting inamwangalia, inamuita ile kaburi yako itachishwa kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Nisikize, unaimba unasema ya kwamba unaendelea unasema ni hivyo. Hata mwingine aliiba bibi ya wenyewe akaitishwa faini ya 30,000. Akapewa faini na chama cha wazee. Akaona kana kwamba ameangukia. Akaona ya kwamba ameokoka hiyo. Wewe hutaokoka kifo. Utashikwa hivyo uuliwe kwa wenyewe. Shiko na tukuja tukuzika hata kama sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa karama ya Bwana ni uzima wa milele. Haleluya. Haleluya. Leke nguhe aja ya mehia. Leke nguhe aja ya wehia. Niache tu kukuambia jinsi ambavyo kifo kinafanya. Haleluya. Haleluya. Mshahara wa wehia ni gikuo. Mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa nataka nikupe tondo wekire wehia kinyare muigweke uiguaga wewe mwenyewe toranuka wehia. Kwa sababu uliasi hata wewe mwenyewe unasikia kana kwamba unanuka uasi. Kole gwito ndorogorori. Kwe kinyamo kinyua gogitoga gagete gukira iko. Kuna kitu ambacho wanavuta inaitwa hivyo kiraiko. Unaona muthuri wena hakiri ithano ikarite na ngatheti ya Nation. Unaona mtu akona akili tano amekaa na gazeti. Gazeti kinene kwa Biblia ino yakwa. Gazeti kubwa kuliko Biblia. Aragota kiraiko kia nduthubuti. Yeye anavuta. Agacoka agakĩgwatia na gĩgwatagio na gĩcinga tondũ ũrĩa kĩagwatio na thĩ na kĩbiriti gĩtigwataga kĩhana tarĩ gwakia ngũ. Ona athogotaga ona ndaririkanaga kĩrĩa kĩngĩ gĩgũtũ. Aigĩrĩire gũtũ igũrũ haha no uge nĩ ĩrio ya TV. Agathogotaga kĩngĩ ona ndaramenya atĩ nĩ arathogota atĩ kĩngĩ nĩ kĩriganĩire. Agwatia tondũ kĩnyitaga kĩgwatagio ihinda iraya ma. Agwatia gĩatoga anyua mũndũ ũcio igua akĩnunga arutagĩra nginya mũrukĩ nginya ciande. Nguo ciake inunga gatakataka ũcio. Wamũkuhĩrĩria thithino nĩ kĩraiko. Thithino yake nĩ kĩraiko. Wamũkuhĩrĩria nginya ũigua ta ndogo ĩraumĩra na matũ. Nĩ kĩnyamũ kĩnungu. Tondũ kĩrutagwo mũgũnda gĩgathogotwo oro ũguo. Gĩtigeraga kwa kambuni. Kiumaga mũgũnda gĩũkĩte kanua. Agĩthĩaga na moko. Akanyua rĩa mũico kaigua nĩ arwara kanca ya mahũri. Tondũ mshahara wa wehia nĩ gĩkuũ. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Jina la Bwana liitwa rĩa Mwathani lirogocwo. Nikupe suluhisho kutoka kwenye dhambi. Aja ya kuma kuri mehia. Neno la Mungu linasema hivi. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga ũũ.
ya kwamba ni dhambi zilizomfanya Yesu Kristo mwana wa Mungu kuja duniani. Ati nimehia matumire Yesu Kristo mwana wa Ngai guka thi. Tunasema katika Yohana, Biblia irauga thiini wa Johana, na una mazoea kusikia hayo. Ati na nimenyerete kuigua uguo. Yohana 3:16. Yohana 3:16. Maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu todo Ngai niendire kirende gia hata gukuthi, akamtoa mwanawe pekee, tamuro wake wa mumwe, kila atakayemwamini asipotee, na wote ukamwetekia bali na uzima wa milele. No agena muoyo wa tene na tene. Jina la Bwana lisifiwe. Mwathani rogocwo. Shoti kati ya kutoka kwa dhambi, ate aja ya kuma kuri mehia.